Ladies and gentlemen, mambo vipi? Mimi naitwa Ricky, karibu sana. Hii hapa ni E-Trending ya Ricky Media. Leo tupo hapa kuzungumza nawe kuhusiana na burudani, and what we got today ni kwamba jana nilikuletea story ya Ibra. Siku hizi 3-4 hizi tumekuwa tukizungumzia sana issue nzima ya Ibra kutoka kwenye lebo ya Konde Gang. Sasa jana Ibra alifungua uwanja wa comment kwa mashabiki wamuulize chochote kile ambacho unataka kumuuliza, na moja kati ya swali ambalo alikuwa anaulizwa sana ni kwa sababu gani unataka kuondoka kwenye lebo ya Konde Gang. Guess what Ibra amejibu? Ibra anasema kwamba Harmonize ndiye ambaye alianza kwa kumfukuza, tena alimfukuza mbele za watu, lakini pia amefanya juhudi za kuzungumza na watu mbalimbali ikiwemo Chopa ambaye ni meneja wa Harmonize, lakini pia pamoja na watu wa karibu wengine ambao ni walezi pale ndani ya Konde Music Worldwide, lakini juhudi zake zote hizo zimegonga mwamba, hivyo ameamua tu kufanya mchakato wa kuondoka. Sasa maswali ya mashabiki ni kwamba kama Harmonize yeye ndiye ambaye amekutamkia kwamba hakutaki, na kuwaje tena na kudai bilioni 1? Fina, mambo vipi? Kama kaa. You good? Yeah, I'm good. Naona. Yeah. Naona. KB, unaona verify? Dai nishi. Nini? Do I? What's wrong? Sarafina kajibrandi, kajipata sasa hivi. Muangalie. Kajipata sasa hivi Sarafina, jamani, sio mwenzetu. Yes, Sarafina jana tulimzungumzia kuhusiana na issue ya Ibra. Umeona sasa anachokijibu Ibra kwenye comment. Angalia post yake ambayo alikuwa amepost Instagram Naangalia hapa hii comment, lakini sio hiyo, nataka nikusomee kwanza alichokiandika Ibra ambacho kimepelekea hizo comment zote za watu hapo. Ibra jana bwana aliposti ilikuwa ni DM ya Mauasama ambaye alimpongeza kwamba ngoma kali sana Ibra. Umeelewa? Alafu yeye akaandika kwamba asante sana Mauasama, wanangu wote wa Konde Gang, mimi sijamkosea chochote mzee Konde, niulizeni swali lolote nitawajibu. Nitawajibu wangu. Nafikiri wangu anaitumia kama wanangu. Nitawajibu wangu ili mjue mimi sio kama naikataa familia. Naumia sana. Umeelewa? Kwenye comment sasa ndo Ibra akaanza kujibu maswali ya mashabiki. Mmoja huyu alimuuliza, kinachofanya uambiwe na mzee Konde ulipe bilioni 1 nini? Kwanza nataka nikusomee ile comment ya mwanzoni kabisa ambayo Ibra anasema kwamba huyu shabiki anaitwa Min Miles. Yeye ali comment kwamba kwa nini unataka kutoka? Swali la muhimu. Ibra akamjibu, Konde ndio alinifukuza family. Nilijaribu pia kuongea na Chopa ambaye ni manager wake na ni kama mlezi wa Konde Gang, ila jibu ilikuwa sijamkosea chochote. Kwa hiyo hata yeye mwenyewe Ibra anasema kwamba alijaribu kutaka kufahamu pengine nini changamoto ambayo imepelekea hiyo, lakini Chopa akamwambia hujamkosea chochote. Kuna mwingine akamuuliza hapa, kinachofanya uambiwe na mzee Konde ulipe hiyo bilioni 1 ni kwamba umeomba utoke kwenye lebo au sababu ni nini? Kamjibu tena, mzee Konde alinifukuza mwenyewe family mbele za macho ya watu, ni bora angeniambia mwenyewe tu. Aliongea mbele za watu, leo ananidai yani Eti mimi nimeona comment ya mtu hapa mpaka naona inaanza ku make sense. Kasemaje? Oya wanangu, Kiki hakuna kitu. Wewe angalia comments zake nyingi. Post zake nyingi, lazima aseme dunia inatisha. I don't know man. Dunia inatisha si ni wimbo wake? Lakini huyu sasa anasema ndo tumeamua kwenda hivyo. Yani so kitu. Anyways, mimi mwenyewe kuna mwingine amemuuliza hapa, mbona kama sasa hivi wasanii wapo na wewe sana kuliko kawaida? Umeelewa? Na kutoa ngoma kali hujaanza copy and paste, ila sasa hivi ndio wapo na wewe. Sema hawa watu wasije wakakuingiza mkenge bro. Ibra kaachia ngoma nyingi kali, ila kiuhalisia tujai kuonaga kishare DM za wasanii wakimpongeza. Ila copy and paste wanampongezaga. Kwa nini apost sasa hivi? Ameamua kwenda hivyo. Ibra amejibu kwamba wengi wao wanajua ninachopitia na muda mwingi huwa wananisaidia nikiwa na shida. Hadi amefika mtandaoni, nimevumilia mengi family. Mimi mnanichanganya. Mimi sasa hivi siongei chochote kwenye hiyo issue kwa sababu mimi mwenyewe sielewi kinachoendelea. It's giving some kutoka vibe, it's giving some kubaki vibe. It's not giving something ambacho natakiwa nipate kama jibu. So kama ni kweli, natamani nimsikie na Konde naye anasemaje. Kuna comment mtu anakuambia ila bongo wasanii wakiwa kwenye shida ndio wanajibu comment, ila kabla ya hapo wala mashabiki tunawekwa pembeni.
ni kukopi na kupaste. Hiyo ngoma kali sana by the way. Copy na paste. Kali sana hiyo ngoma. Sema sijui, lakini wanasemaga miluzi mingi inampoteza mbwa. Na mimi mwenyewe miluzi mingi ya comments za watu hizo ishanipoteza. Yaani ishanipoteza. Kwa wewe una act kama mbwa au? Naenda hivyo, ukiamua kuniita hivyo. Fungulia mashtaka, bosi ananiita mbwa. Sikasema miluzi mingi inapoteza mbwa. Tumeondoka fidia. Sasa hii issue unaionaje? Maana wewe ndio unasemaga hii ni serious na nini? No, iko serious. Yani sio kwamba issue ni drama au nini. Mimi kwa ninachokifahamu ni kwamba kitu gani ambacho kinakufanya useme ni serious? Familia. Family. Issue ni serious, unajua Yani sio kwamba ni masiara. Kwa taarifa za ndani kabisa, hii issue iko serious. Lakini pia nilisikia tetesi kwamba Ibra alipigiwa simu kwamba na huyo Chopa anayemwita waende wakazungumze. Sawa. Baada ya hizi mbilinge. Najua juzi kati Ibra ibidi aende Basata kama unakumbuka. Sasa wewe unaniambia mimi niloka pale Masako. Umeelewa lakini ikashindikana. Tujui sababu nini mpaka Ibra kushindwa kuja Basata, lakini alikuwa anaenda Basata kwa ajili ya kuwasilisha pale kama wazazi waweze kusaidia. Sasa inataja kwamba kuna simu ilitoka Konde Music Worldwide ilikuwa inamhitaji Ibra kwenda kuzungumza. Kwa tukimuona tena Ibra anaendelea kufanya biashara na Konde Music Worldwide, busara zimetumika kwa sababu hata mpaka sasa hivi Ibra bado ni msanii wa Konde Music Worldwide. Na kwenye bio yake pale kaandika Konde Music Worldwide. Na hata hapa yeye mwenyewe Ibra ukiangalia ni kama vile kuna vitu ambavyo vinaendelea ambavyo yeye havipendi, lakini sio kumaanisha kwamba hataki kuwa chini ya Konde Gang. You understand? Kwa kile anachokiandika yeye kwamba kuna mambo tu ile kutoelewana. Lakini pia hii kama kuna uzembe wote ulikuwa unafanyika wa Harmonize kwa msanii wake, naamini kama akirudi pale atakuwa serious kwamba huyu msanii anajua nini anataka kwenye maisha yake. Hivyo sitaki tena kumchezea. Ibra ni biashara. Yaani Harmonize kitu pekee ambacho nataka kufahamu ni kwamba Ibra ni biashara ambayo tayari imeshaanza kujiuza kwa sasa. Miaka mingi ameinvest pesa nyingi, naamini hajarudisha hizo pesa. Huu ni muda wa Harmonize kurudisha pesa kwa Ibra. Hivyo kama alikuwa na sita kuweka hela au alikuwa anaweka katika amount ndogo, anapaswa sasa hivi kuongeza pesa nyingi sana kwa sababu hawezi kurudisha pesa. Otherwise atakuwa ametwanga maji kwenye kinu. Yaani kamtengeneza mtu amefika sehemu fulani anataka kuondoka. Amewapa watu wengine biashara. You understand? Kwa hiyo mimi naweza nikamwambia Harmonize as a family, umeelewa, mdau wa entertainment industry, you have to sit down na Ibra. Yeye ni kijana. Tumempa mwenyewe maarufu, unajua. The thing ambacho Harmonize anataka kujua ni kwamba amempa mwenyewe maarufu, maanisha sawa. Yani kwamba Ibra singekuwa pale leo hii hapa kama angekuwa basi kwa njia nyingine, lakini tumemfahamu kupitia Harmonize. He was nothing. Kwenye muziki wengi wamemfahamu kupitia Harmonize. Na since Ibra amekaa muda mrefu Konde Gang, mimi kipindi hicho Ibra bado kabisa kwa mzee namuona, umeelewa, bado dogo, umeelewa, kapambana mpaka kafika pale alipofika. Yote hiyo ni investment ya Harmonize ambayo kaifanya. Kwa naamini sidhani kama anaweza kapoteza muda wake wote na kufika ku end up katika. Kwanza hiyo ya kusema kwamba yeye ndo amemfukuza afu ndo anataka alipe bilioni 1, it's not giving. Kwa sababu kama wewe ndo umeamua kuterminate mkataba, kuna price to pay. Lakini mimi naamini kuna kitu ambacho kinaendelea, kwa sababu siamini mimi eti from nowhere asubuhi toka sikutaki. Yaani hasa sinakuaga ni vitu ambavyo ni muendelezo. You understand? Yaani kuna kitu ambacho kimeendelea kati yao. Wanatuficha ambacho pengine kimepelekea hata Harmonize kusema mimi sikutaki. Na unajua sometimes unaweza kukosea mtu afu asikwambie umenikosea wapi. Kwa nini? Inawezekana kwenye mastori, kwenye nini, watu wamekurudisha Ibra. Labda unazungumza vitu tofauti, brother anapokea. Walikurekodi wakamtumia bro. Kwa bro. Yaani nakumbuka ile issue ya Rayvanny. Nilisemaga mimi kwamba ile baada ya voice note ya Rayvanny kuvuja, nikasema maisha hawezi kuwa the same WCB na Rayvanny. Alika kidogo tu ndo akatoka. You understand? Yaani kuna vitu fulani ukishavisikia kwamba mtu ambaye unampenda, unapambana naye na nini, ukasikia kurudisha. Kuna watu unawavalue kama familia. Sasa wakifanya vitu vya watu baki unasema familia unataka uniue tena? Hapana, hatuwezi kuendelea. Ngoja sisi tutazidi kukupa update ya Ibra na Konde Music Worldwide. Sema mimi natamani kumsikia Harmonize aseme chochote kwenye hili. Atazungumza, I think. Atazungumza. Na nafikiri wanakaa kama cabinet and then watarudi na maamuzi ya management. Bana, mimi ni Ricky, nilikuwa na Sarafina Jerry and this is E Trending. Bye bye.